Ndugu wazazi, walezi wa watoto hawa, kumbukeni kila mzazi kwamba ana jukumu zito la malezi kwa mtoto wake. Lakini jukumu la malezi kwa mtoto, lazima tutambue mtoto anatakiwa alelewe katika pande kuu mbili. Upande wa malezi ya kimwili, lakini pia upande wa malezi ya kiroho. Mtoto huyu akikoseshwa kimoja chao, tayari anakwenda kuathirika. Akipata malezi ya kimwili akakosa malezi ya kiroho, baadaye inawezekana katika sehemu ya majuto kwa mzazi yakapatikana kutokana na mazingira ambayo baadaye mtoto huyo, baada ya kuwa mwili ule ulishalelewa kafika katika rika la yeye kuweza kufanya lolote, basi ukamkuta anafanya maamuzi yoyote, tena kwa yoyote, pasi na kujali huyu ni mzazi, huyu ni mkubwa wangu, huyu ni jirani, huyu ni nani. Kwa namna yote anaweza akafanya maamuzi yoyote, kwa sababu alilelewa katika upande wa mwili, alisahaulika kwenye roho. Lakini pia unaweza ukamlea kiroho tu, akikosa malezi ya kimwili, kadhalika anaweza mtoto akaathirika. Nitoe mifano michache. Malezi ya kimwili, katika miongoni mwa mifano yake, mtoto anapokuwa katika himaya yako wewe mzazi au mlezi, hakikisha mtoto huyo anakula, anavaa, anapata mahala pa kulala. Haya ni malezi ya kimwili. Mtoto anatakiwa ale, mtoto anatakiwa avae, mtoto anatakiwa apatiwe mahala pa kulala. Lakini mtoto anapougua, basi asimamiwe katika matibabu yake. Hakikisha wewe ndio muhusika wa kumsimamia ili kuweza kupata tiba mtoto huyo ambaye amepata maradhi. Haya ni malezi ya kimwili. Malezi haya ya upande wa kimwili, haya hata wanyama wanayo. Yani hata mbuzi anayo malezi ya kimwili. Mbuzi unapokuwa naye, basi lazima utahakikisha anakula, utahakikisha umemwandalia pa kulala, lakini pia hata kinywaji. Na kuna wakati kama atakuwa anasumbua, basi apate hata sindano za chanjo. Wako wanyama wanapigwa chanjo, kwa maana yote hii ni katika malezi ya kuchunga mwili wake ubaki kuwa salama. Sasa upande wa malezi ya kiroho ni kuhakikisha mtoto anapatiwa taaluma, anapatiwa elimu itakayoweza kutengeneza moyo wake, itakayoweza kutengeneza akili yake kuwa salama, ili baadaye atofautiane ule mwili wake katika mfumo wa maisha, kutofautiana yeye na mnyama. Maana mnyama anaweza akafanya maamuzi yoyote kwa sababu akili yake haijatengenezeka kwenye maamuzi tofauti na hayo anayoyafikiria yeye. Lakini pia hata roho yake haikutengenezeka katika mfumo wa maamuzi tofauti na hayo anayofikiria yeye. Kwa hiyo mtoto akikoseshwa malezi ya kiroho katika kupewa taaluma, basi inawezekana mtoto huyo akawa tatizo kwenye maisha ya baadaye. Kwa hiyo malezi ya kiroho ni jukumu lako mzazi. Na mfano, mtoto anapopelekwa madrasa kwenda kupatiwa taaluma, huku ataambiwa mzazi wako ni nani, mzazi wako unatakiwa umfanyie nini, kwa sababu Mungu anasema wabil walidaini ihsana. Wazazi wawili wewe mtoto unalazimika kuwatendea wema. Kama Mungu anasema, anakuambia wewe mtoto na kukufahamisha wewe mtoto, wazazi wako kamwe usiwatelekeze, wazazi wako kamwe
usiwanyanyase, badala yake unalazimika kuwatendea wema. Itafika wakati kula yao watakutazama wewe, itafika wakati matibabu yao yatakutazama wewe, itafika wakati mazingira yao ya kila namna yatakutazama wewe. Basi ukielewa hilo, mtoto utaona thamani ya mzazi, lakini pia mzazi atajisikia raha ya kuwa na mtoto, kwa sababu roho yake imeleleka au alimpa malezi ya kiroho. Lakini ukimkosesha hilo, hatojali baadaye maisha yako wewe, atakuwa anajitazama yeye kama yeye. Kuna wakati unaweza ukaona tuko baadhi ya watu au baadhi ya vijana, inawezekana sehemu kubwa hiyo, kijana akiona simu ya mzazi wake imeingia katika simu yake, yani anapigiwa simu na mzazi wake, basi anaanza kukunja uso. Wakati huo anajua kwamba huyu si chochote si lolote, hapo mimi anataka kunipiga kibomu tu, hata kuniomba hela tu mzee. Lakini muda huo kama simu hii ataiona iliyomfanya kunje uso kwa sababu aliyepiga namba kaiona za mzazi, geuza kinyume chake. Kama lau ataona simu inapigwa, lakini simu ile muhusika wake ni danga, ndio hiyo ndio tunaelewana vizuri. Danga lake, mchepuko wake, hawala yake, akaona simu inaita kupitia namba hiyo, basi inawezekana kabla hajapokea anaanza kujifariji katika moyo wake, kipenzi cha roho yangu. Hata kama ataombwa hela, hilo hajali, lakini muda wa kuwa ile namba iliyopigwa si mzazi wake, basi anajisikia faraja kubwa. Ni kwa sababu hakuleleka kiroho. Mtoto kama ameleleka kiroho vizuri, basi atatofautisha kwamba hii simu iliyopigwa na mtu ambaye sio mzazi, ambaye yeye alisimamia malezi yake, alipata shida kwenye maisha yake, huyu sio, huyu mpita njia tu kanikuta njiani. Ataona kwamba atofautishe simu gani inayotakiwa imtie furaha atakapoiona, ile ya mzazi au ya hawala yake. Ataiona ya mzazi ndio yenye furaha zaidi kuliko ile ya yule mtu ambaye hakupata shida yoyote katika kumtumikia yeye kwenye maisha yake. Malezi ya kiroho kwa mtoto ni msaada mkubwa kwa mzazi. Kwa hiyo ndugu yangu mzazi, ni kusihi kwamba jitahidi mtoto wako huyo, usione kule kukaa naye nyumbani na ukabakia naye katika mazingira hayo unayoyataka wewe, ukamtuma ikifika siku za Jumamosi na Jumapili ndio unamkabidhi siju beseni la kwenda kuuza mchicha, unamkabidhi beseni la maandazi, ili mradi tu asiende madrasa. Nikwambie kwamba hakuna unayemkomoa, bali unajikomoa mwenyewe. Huyo ndo anakuwa, huo mwili baadaye utakuwa. Ukishakuwa huo mwili, wakati roho yake haijapata msosi wowote wa kukujua wewe, utakuja kupata naye shida huyo. Utasema bana, afadhali wale ambao wasiokuwa na watoto wanaweza kusaidiwa na watu wengine, lakini mimi niliyokuwa na mtoto tayari ninapigwa pini, hata kumsaada kusaidiwa na watu wengine wanashindwa kunisaidia kwa sababu si anaye mtoto wake. Wangejua wasingenifanyia hivyo, kwa sababu mtoto wenyewe nimetoa tu ili mradi kutoa ile zahama nisije nikapata maradhi. Sasa kwa nini ifike wakati mzazi ujutie kwenye hali hiyo? Jukumu lako sasa kama mzazi, jitahidi mtoto wako apate malezi ya kiroho. Usije ukamtelekeza akakosa malezi ya kiroho, kwa sababu malezi ya kiroho yatausaidia mwili kuweza kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi katika maisha yake ya kila siku. Mtoto akikosa malezi ya kiroho atakosa kupata maamuzi sahihi ya mwili wake, badala yake anaweza akafanya maamuzi yakaathiri ule mwili wake kwenye maisha yake ya baadaye. Si wote wanaokota makopo barabarani wanaokota makopo kwa maana ya kadari ya Allah. Inawezekana wengine wamekosa lazi za wazazi wao, lakini wakati wazazi wanawatolea lazi watoto wao, wamesahau inawezekana mahala walipojikwaa ni pale kuwapatia malezi ya kiroho walikosea.
Sasa hatimaye wao wanaingia katika jaziba na hasira, anakwenda kumharibu mtoto bila ya hatia. Kumbe yeye mwenyewe ndio ilikuwa chanzo cha sehemu ya kukosea kwenye malezi ya kiroho kwa mtoto wake.